kuomba. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu umetupatia nafasi kuweza kujifunza maneno yako matakatifu. Zungumza nasi katika ibada ya leo. Roho yako Mtakatifu akaseme nasi. Ndilo ombi kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa kama ambavyo nimewaambia, tutawazungumzia watu wawili hao, Yohana Mbatizaji, lakini pia tutazungumzia mtoto mwingine ambaye anaitwa Yosia. Watoto hawa wa kwenye Biblia. Unajua Yohana Mbatizaji, nikianza na yeye, alikuwa ni mtoto ambaye baba yake alikuwa anaitwa Zakaria, lakini mama yake alikuwa anaitwa Elizabeti. Nikatafuta kujua kwa kina, Elizabeti na huyu Zakaria walikuwa na kitu gani special mpaka kupewa jambo zuri kama hili la kuwa na mtoto wa thamani, huyu Elizabeti pamoja na Zakaria. Nikaingia katika utafiti. Biblia inatuonyesha kwamba Zakaria, kile kitabu cha Luka sura ya 1 ule mstari wa 5. Hebu tusomee Biblia kidogo hapa, tusome hiyo sura ya 5, Luka 1:5, tuone Biblia inatuambia nini. Luka 1:5. Luka 1:5. Luka 1:5, ukipata unasoma tu, tunaokoa muda. Sawa. Sawa kabisa. Ukisoma kwa makini hapo utagundua kwamba Zakaria pamoja na Elizabeti wanatajwa. Elizabeti anatajwa kuwa ni mtoto kutoka katika ukoo wa Haruni, na tunajua vizuri kuhusiana na habari za Haruni. Haruni alikuwa ni miongoni mwa kuhani mkuu ambaye alipewa sifa hiyo ya kuwa kuhani mkuu na Mungu, hiyo kazi, na akaambiwa kwamba watoto ambao watakuwa wanazaliwa kutoka kwa Haruni, hao ndio watakuwa makuhani. Kwa hiyo ukuhani hautaondoka kwa Haruni. Kwa hiyo tunaona Elizabeti na yeye anakuwa ni sehemu ya watoto ambao wametokea katika genealogy ya Haruni. Lakini ukiachana na hivyo, mume wake Zakaria anaonekana pia naye ni kuhani, anahudumu mbele za Bwana. Lakini nikaenda katika kitabu kile cha roho ya unabii ambacho kinaitwa Tumaini la Vizazi Vyote. Kinaniambia kwamba Elizabeti pamoja na Zakaria, wote wawili hawa walikuwa ni watawa. Walikuwa ni watu waaminifu sana mbele za Mungu, na ndio maana Mungu aliona kuna kitu special ndani yao, akaamua kuwapatia mtoto zawadi hii, mtoto wa thamani ambaye anaitwa Yohana Mbatizaji. Sasa maisha ya Yohana Mbatizaji kiukweli mimi yananifurahisha. Yohana Mbatizaji ni mtu ambaye kwanza anatangulia mbele ya Yesu kabla ya Yesu ajaja kufanya kazi yake ya injili. Yohana Mbatizaji anatangulia mbele kuisafisha njia ya Bwana. Kazi kubwa kabisa hii ya kuongoza watu kuja kwa Kristo Yesu, Yohana Mbatizaji alikuwa nayo. Lakini kitabu cha Luka sura hiyo ya 1 ambao nimewaambia ule mstari wa 10, wa 15, inaweka vizuri sana. Hebu msomaji nisomee hiyo sura aya ya 15 hapo. Tusikie inasemaje. Aya 15 hiyo Luka 1:15. Asante sana ndugu msomaji. Biblia inasema huyo mtoto atakayezaliwa, haya ni maelekezo ambayo malaika anampatia mama yake, anapatiwa Zakaria. Zakaria anapewa maelekezo, anaambiwa kwamba huyo mtoto atakayezaliwa huyo atakuwa mkuu mbele za Bwana, na anapewa maelekezo kwamba mtoto huyo asinywe kileo wala divai, kwa maana atajazwa Roho Mtakatifu tangu atakapokuwa tumboni. Malaika anaonyesha umuhimu wa huyu mtoto na jinsi ya kumlea atakavyokuwa, kwamba wasimlelee tu kama wanavyomlea watoto wengine. Kwa sababu ni mtoto wa thamani, lazima wamlee kwa namna nzuri
ili kwamba awe kitu cha thamani mbele za Mungu. Mungu anatoa maelekezo ya jinsi gani ya kumlea mtoto huyu. Lakini kama haitoshi, nikafananisha kisa cha Yohana, namna Yohana anavyopatikana kinataka kufanana na kisa cha Samsoni kwenye Biblia. Ile Waamuzi sura 13. Waamuzi sura 13 ule mstari wa 4 na 5. Biblia inaonyesha kabisa kwamba Elizabeti, hebu tuanze kufananisha hapa. Elizabeti alikuwa ni tasa kwenye Luka. Lakini mamake Samsoni pia naye alikuwa ni tasa. Lakini ukiachana na hivyo, wote habari za kuzaliwa kwa watoto wao, yani Samsoni, lakini pia ukiangalia na huyu mtoto mwingine ambao ni Yohana, Mungu anatoa maelekezo moja kwa moja jinsi gani watakavyomhudumia mtoto atakapopatikana. Mungu anatoa maelekezo vizuri, malaika anatokea, wote anasema nao, ukifananisha vizuri. Lakini maisha yao watoto wawili hawa, japo ni watoto ambao wamezaliwa katika vipindi tofauti, lakini Mungu anaonyesha kwamba kazi yao na mtindo wao wa maisha utakuwa ni sawa. Mungu anasema Samsoni hata kunywa divai, hata karibia mizoga. Lakini pia huko katika kile kitabu cha Luka tunaona maisha ya Yohana Mbatizaji, naye anaambiwa asinywe divai wala kileo. Kwa kuna uspesho kwa hawa watoto. Mungu anatoa maelekezo. Lakini Yohana Mbatizaji baada ya kukua na akawa mtu mzima, Yohana Mbatizaji alikumbana na changamoto ifuatayo, na ninataka sana usikilize vizuri uweze kuelewa kwa kina. Yohana Mbatizaji wakati anakuwa, roho ya unabii inasema kwamba, hicho kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, katika zama ambazo Yohana Mbatizaji alikumbana na wakati mgumu ni kipindi chake, kwa sababu ni kipindi ambacho watu walikuwa na ufisadi, lakini watu wa Mungu walikuwa wamelipotosha neno la Mungu. Watu wa Mungu walikuwa wamebadilisha kweli ya Mungu kuwa ni uongo. Alafu ndipo Yohana Mbatizaji sasa anatakiwa asimame na azungumze na watu, awaelekeze kwa Yesu, awaambie watubu, waweke mambo yao sawa, Mwokozi anakuja. Yohana Mbatizaji alikumbana na changamoto kubwa, na ndio maana Mungu alianza kumwandaa Yohana Mbatizaji ili aweze kuyastahimili mambo haya. Ni lazima mtindo wake wa maisha, namna atakavyolelewa, alelewe katika namna nzuri ili aweze kuyamudu haya mambo atakapokutana naye baadaye. Hebu angalia, Yohana ananivutia kwa mambo yafuatayo. La kwanza, Yohana alikuwa ni mtu mwenye kujitawala, mwenye uwezo wa kutawala hisia zake, mwenye uwezo wa kutawala uchu wa chakula. Yohana kuwa mtu ambaye anakula kila kitu. Rafiki mzuri mtoto, Yohana akuwa mtu ambaye anakula kila kitu. Ikija nguruwe kwamba anakula, akija bata anakula. Yohana Mbatizaji hakuwa mtu wa namna hiyo. Na vitu vingine vyote ambavyo vinaharibu mwili, Yohana Mbatizaji alijiepusha navyo kwa sababu alijua yeye ni mtoto wa thamani, lazima atunze mwili wake. Na kwa kufanya hivyo, Yohana alikuwa na uwezo na ujasiri wa kusimama mbele ya umma na akazungumza na asipotoshe mawazo yake, kwa sababu alianza kutengeneza misingi ya kujitawala tangu akiwa mdogo. Lakini ninashukuru sana mama yake, kwa sababu wazazi wake walikuwa ni watu pia ambao wamenyoka vizuri. Maana Biblia inawashuhudia kwamba walikuwa ni wenye haki mbele za Mungu. Kwa hiyo walimuongoza mtoto huyu mtoto Yohana kukua katika namna ambayo ingeweza kumfanya yeye kuwa wa thamani hata katika dunia ambayo imepotoka. Lakini Yohana pia anajifunza kitu kingine kutoka kwake, tamaa za mwili. Unajua Yohana, ukisoma Biblia inasema huyu mtoto alikuwa akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Huo mstari wa 80, hiyo sura ya Luka 1:80. Sasa maisha ya Yohana Mbatizaji yalikuwa ni yenye kujitawala, asiye usikiliza mwili. Tamaa za mwili zote Yohana Mbatizaji aliziweka pembeni. Wizi, uongo, uzinzi, vyote Yohana Mbatizaji aliviweka kando ili aweze kutekeleza jukumu lake la kumtumikia Mungu vizuri. Kama wazazi nikapata changamoto hapa. Wazazi wa Yohana Mbatizaji wanafanya jukumu kubwa la kumtengeneza mtoto
ambaye alitangulia mbele za Bwana, akasimama na akawaelekeza watu kwa Yesu. Watu wote wakaona utukufu wa Mungu kupitia kwa Yohana Mbatizaji. Hivi ni mara ngapi wewe mzazi umewaza kumtengeneza mtoto wako kuwa kitu cha thamani? Hebu fikiria, angalia hizi kanuni za msingi ambazo Elizabeth na Zakaria wanazizingatia ili mtoto wao awe special, kwa sababu kazi yake ni special na ni kubwa, ni ngumu mno, kiasi kwamba kama wakicheza kidogo hawawezi kupata mtoto ambaye ni wa thamani. Walizingatia mambo hayo. Ni kwa namna gani wewe mzazi hapa leo au mlezi, ni kwa namna gani umekuwa ukijihusisha katika kutengeneza mtoto wa thamani? Hilo ni swali la changamoto sana, natakiwa ujiulize. Hebu angalia, mtoto wako anakula nini? Mtoto wako anavaa nini? Mtoto wako anasikiliza nini? Uwezo wa mtoto wako kutawala hisia zake uko vipi? Yaani kama hautamfundisha mtoto wako kufanya mambo haya ambayo Yohana Mbatizaji alifundishwa, mtoto wako hawezi kuwa wa thamani. Na ndio maana tuko hapa kujifunza kutengeneza watoto wa thamani mbele za Mungu. Watoto wenye uwezo wa kutawala hisia zao na mihemko yao ndio Mungu anawaita kama watoto wa thamani. Watoto ambao wana uwezo wa kusimama katika dunia yenye dhambi na wakasema hapana, sisi hatufanyi dhambi, hao ndio watoto ambao Mungu anawaita watoto wa thamani. Hebu waza kumtengeneza mtoto ambaye atakuwa ni wa thamani leo mbele za Mungu. Haleluya kanisa. Lakini niwaambia kuna mtoto mwingine wa pili. Angalia Yohana Mbatizaji. Tuende kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 22. Ndipo tunakuja kumpata mtoto mwingine wa pili ambao tutazizungumza habari zake. Mtoto huyu anaitwa Yosia. Unajua, ngoja niwaeleze vizuri hapa. Unajua wakati Yosia anakuja kuwa mfalme, hapa nyuma kabla ya yeye kuja kuwa mfalme, Yosia anapokea kijiti kutoka kwa mfalme ambaye alikuwa ni muovu, mfalme Manase. Lakini pia ukiachana na hivyo, nyuma yake walikuwa wafalme wengine waovu ambao wametangulia. Sasa baada ya pale yalitokea mapinduzi ambayo baba wa Yosia alipinduliwa kutoka katika madaraka kwa sababu alikuwa ni muovu, na kwa sababu Bwana afurahishwi na uovu wake haukuweza kudumu muda mrefu. Alitawala muda wa miaka 2 tu katika ufalme wa Israeli. Mwisho siku alipinduliwa. Alafu sasa wakasema kwa sababu tumemtoa madarakani baba huyu muovu, hebu tumsimamishe mtoto awe mtawala badala ya baba yake. Wakamleta kijana mdogo, na huyu kijana alikuwa ni Yosia. Wangapi na miaka 8 hapa? Miaka 8. Safi kabisa, watoto wazuri. Sasa nataka niwaambie hivi, Yosia alianza kutawala akiwa na miaka 8. Anaitwa kuwa mfalme wa taifa kubwa la Mungu akiwa na miaka 8. Hebu fikiria, vuta picha, mtoto mdogo kama yule Jackson ana miaka 8. Hebu vuta picha, ndio anaenda kuwa mfalme wa Israeli. Unajiuliza ataongoza nini watu wa Mungu hawa? Kwa sababu taifa la Israeli sio familia tu moja, sio kijiji hiki, wala sio kata. Taifa hili ni nchi hii. Lakini mtoto wa miaka 8 anaonekana anakwenda kuisimamia na kuliongoza taifa la Israeli. Ni jambo ambalo ukilisikiliza kwa makini unaweza ukaogopa. Lakini jambo la kuvutia ni kwamba tunaona kuna watu wawili ambao ni muhimu sana kuwazingatia katika kisa hiki. Ukiachana na huyo Yosia, kuna mtu mmoja anaitwa Shafani, lakini kuna mtu mwingine anaitwa Hilkia. Shafani alikuwa ni mwandishi ambaye alikuwa anaandika mambo mbalimbali. Sasa leo sisi tunamuita kama ni secretary. Alikuwa ni mtu ambaye anaandika mambo mbalimbali ya mfalme na mambo ambayo yanahusu ufalme. Huyo alikuwa ni Shafani. Lakini sasa baada yake pia kulikuwa kuna kuhani wakati huu alikuwa anaitwa Hilkia. Hilkia huyu ambaye tunakuja kusoma habari zake, tukija kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 1, tunaona Yeremia alikuwa ni mtoto wa Hilkia. Kwa hiyo Hilkia ndo alikuja kumzaa mtoto ambao tunamuita Yeremia. Sasa huyu Hilkia anakuja kuwa kama kuhani katika kipindi cha mfalme Hosea. Na kinachonivutia ni kwamba wakati zamu ya Hilkia kama kuhani mkuu mbele za Mungu,
kwa sababu alikuwa anamcha Mungu. Hilikia wakati anaangalia katika hekalu, maana waasisi wa mwanzo, wafalme wengine ambao wamepita walikuwa ni wahovu. Kwa hiyo hata torati ya Mungu aliificha mbali ili watu wasione, waliweka mbali na wakazuia watu wasimwabudu Mungu wa mbinguni. Lakini Hilikia anamwambia Shafani kwamba nimeiona torati ya Bwana katika nyumba ya Mungu. Anamwambia ichukue torati. Shafani anaichukua torati, anaipeleka, anaenda kwa mfalme, anamueleza kwamba ile hesabu tumeipata ya kuhesabu fedha katika nyumba ya Bwana, lakini Hilikia kuhani amenipatia kitabu, na kitabu hiki ninataka nikisome mbele yako. Shafani akakisoma kitabu cha torati mbele ya mfalme Hilikia. Kumbuka muda huo Hilikia na miaka michache sana, ni mtoto mdogo, ana miaka 8. Akasomeshwa torati. Baada ya pale, huyu Yosia akaguswa na roho wa Mungu, akaona jinsi gani taifa limepotea, akatubu, akaungama. Kuanzia pale uongozi wake Yosia ulikuwa ni mzuri mno ajabu. Mzuri mno ajabu. Ninawaza kuhusu mzazi ambaye hana muda kabisa wa kuyahubiri maandiko ya Mungu kwa mtoto. Hana muda. Yaani tunaona ustahimilivu wa Yosia katika mambo magumu. Hata kama ni mtoto aliweza kuyamudu mambo haya, ni kwa sababu alikuwa na muda wa kusikiliza torati ya Bwana inasema nini. Lakini vipi kuhusiana na mzazi ambaye hana muda hata na kumwelekeza mtoto wake kwenda kwa Kristo Yesu? Unadhani mtoto huyo anaweza kuwa ni mtoto wa thamani? Unadhani mtoto huyo atakapoambiwa kwamba sasa jamani, Mungu wa kweli ni huyu, unadhani mtoto huyo atamjua? Jibu ni kwamba hapana, hawezi kumjua Mungu wa kweli, na wala njia za Mungu wa kweli hawezi kuzijua, kwa sababu katika fahamu zake. Wazazi Mungu amewaamini sana sana, yaani katika jambo ambalo Mungu amewaamini. Ukumbuke mtoto ni mbaraka. Mtoto ni mbaraka, na sio kila mtu anaweza kawa na mtoto. Kwa hiyo ukipewa mtoto ni mbaraka. Sasa unapoaminiwa, maana yake unatakiwa uonyeshe, kuthibitisha wewe unaweza. Yaani hapo ulipo ni kama vile sasa unaonyesha uzoefu wako wa kutekeleza majukumu ambayo umepewa, uaminifu wako. Upo kwenye interview sasa hapo juu ya malezi. Hebu angalia mtoto wako, umfundisha neno? Au ndio muda mwingi tupo pamoja tu na teknolojia, tuko na tableti, tuko na simu, tuko na cartoons, tunaangalia? Kama mambo yako hivyo, hatari ya kutengeneza mtoto ambao sio wa thamani. Na hii itakuwa ni kazi sana kulijibu hili swali mbele za Mungu, akikuuliza li wapi lile fungu ambalo nilikupatia. Kama mzazi, jukumu lako lilo nalo leo. Hao ambao tumesikia imani yao ilikuwa ni kubwa walipokuwa wakitembea na Mungu kutoka kizazi hata kizazi, katika circumstances zote ambazo walikutana nazo katika maisha yao, katika hali zote ambazo walikutana nazo, lakini tunaona wamemweka Mungu kuwa wa kwanza. Ni kwa sababu walifunzwa vizuri kuwa vitu vya thamani, walifunzwa vizuri kuwa watoto wa thamani. Leo jukumu hilo limeachwa mikononi mwako wewe mzazi. Una jukumu la kumtengeneza mtoto wako leo kuwa mtu ambaye ni special kama alivyokuwa Yohana Mbatizaji. Una jukumu kubwa la kumtengeneza mtoto wako awe mtu makini kama alivyokuwa Yosia. Lazima mtoto afundishwe neno la Mungu. Iweke vizuri hilo kabisa, likaze katika fahamu zako. Ikiwa mtoto wako hatafundishwa kumjua Mungu vizuri, hawezi kuwa kitu cha thamani. Kitu kingine cha pili ambacho kama mzazi, hata wale ambao sio wazazi ila mtakuja kuwa wazazi, zikia jambo la pili hili. Mtoto wako lazima afundishwe kujitawala, afundishwe kabisa. Kwa sababu kama utakuwa na mtoto ambaye hawezi kuzitawala hisia zake, uchu wake wa chakula, mtoto anakula kila kitu, ameshiba lakini hajui kusema hapana, nimeshiba. Kuna hatari, unaweza kuhisi haya mambo ni madogo, lakini baadaye atakuja kumwathiri zaidi kwenye kufanya machaguzi. Kwa sababu mtoto ambaye hawezi kujitawala anapokuwa mdogo, hawezi kujitawala hata anapokuwa mtu mzima. Lazima mtoto afundishwe kujitawala, jambo la pili hilo. Lakini pia kitu kingine,
mtoto afundishwe kuzielewa hisia na kuweza kuzimudu hisia zake. Watoto wote hawa ambao tumewasoma katika Biblia, hata yule Samsoni, hata hao ambao tumesoma kina Yosia, tumeona Yohana Mbatizaji, walikuwa ni watu ambao hawaongozwi na mwili. Walikuwa wanamsikiliza Mungu anasema nini kutoka katika neno lake. Usimwachie mtoto kila kitu, na sio kila kitu mtoto ambacho anakitaka lazima umpe. Kwa kufanya hivyo utakuwa unamfundisha mtoto kuwa na nidhamu, na ingawa kianza kuwa ni cha msingi akipate kwa wakati huo, mwambie subiria, unafanya jambo lingine. Atengeneze kuwa mtu mwenye kuvumilia. Ikiwa mtoto anapata tu kila kitu kwa wakati, hawezi kujua maisha ni nini, hawezi kujua changamoto ni nini, maisha magumu ni nini, hawezi kujua. Mwisho wa siku sasa anakuja katika dunia ambayo kiukweli haina huruma, na haiwezi kumwonea huruma mtoto yoyote, wala haiwezi kumwonea huruma mtu yoyote. Anakutana na watu katika dunia wanamwambia usijali, kuna shida na pesa, mbona kuna shughuli tu nzuri hapa za kuuza madawa ya kulevya zipo. Mtoto wako alikuwa hajafundishwa kujitawala na hajafundishwa kuvumilia. Mtoto wako anajiingiza katika biashara mbovu. Lazima aanze kufundishwa kutoka akiwa mdogo. Kitabu cha Malezi kinaelezea vizuri kuhusiana na namna nzuri ya kuwalea watoto. Kinasema kamwe usipuuze mambo madogo. Kamwe usipuuze mambo madogo. Mambo madogo Mungu anayaheshimu sana, kwa sababu yanaamua hatima ya ustawi wa familia zetu. Na mambo ambayo yanaamua hatima ya ustawi wa familia zetu, Mungu hujishughulisha nayo sana kuliko kawaida. Kwa hiyo fanya tathmini kama mzazi, kama mlezi, kwa sababu jukumu hili liko mikononi mwako, na Mungu amekuita kutengeneza kitu cha thamani, mtoto wa thamani, mtoto ambaye anaweza akasimama hata watu wote wakikamkataa Mungu, lakini mtoto wako anaweza akasimama na akasema hapana, mimi ninabaki kwa Mungu. Kunaanza akiwa level hii. Level hii ndio level ya kutengeneza kitu cha thamani. Usisubiri eti amekuwa kijana mkubwa na miaka 20 na ndio unaanza kumwambia sasa, mwanangu, najua unatakiwa mpende Mungu. Umeshachelewa. Watoto hapa wanampenda Mungu hata pasipo kulazimishwa, na ni kwa sababu umri wao unaruhusu. Lakini sisi leo tunaweza tunaambiwa kumpenda Mungu na hatutaki kumpenda Mungu, kwa sababu pia kuna mambo mengi yameshaingia katika maisha yetu. Hivyo ili kutengeneza kizazi ambacho ni cha thamani, ni lazima tuwekeze wakiwa katika umri huu. Alafu kuna jambo lingine pia waga linaibukaga ya mzazi. Mzazi anasema, mwalimu, watoto wako hawa bwana, mimi wananisumbua. Kauli vizuri hiyo. Mwalimu, watoto wako wananisumbua. Ni kwamba mzazi anatoa jukumu lake, anamtwika mwalimu amsaidie majukumu yake. Ni kweli kwamba walimu wapo katika ile tunasema ni mzunguko wa watu ambao wanaingiza maarifa kwa mtoto. Ni kweli kabisa. Lakini mwalimu achukui sehemu na wajibu wa mzazi. Kitabu cha Siri ya Ustawi wa Familia ambacho kimetafsiriwa kutoka katika kitabu kinachoitwa Adventist Home, kinazungumza katika ile sura ya 29 ile ukurasa wa 156 mpaka 150, kinazungumza kwamba hayo ya kumtengeneza mtoto wako kwa mtoto wa thamani. Hata shule ya Sabato haijapewa jukumu hilo. Hata mchungaji hajapewa jukumu hilo. Hata sisi walimu wa watoto hatujapewa jukumu hilo. Jukumu ni kwako. Ndio maana unatakiwa makini sana unapokuwa umempakata mtoto wako au uko na mtoto wako, kwa sababu jukumu hilo kwa sehemu kubwa mtekelezaji ni wewe mzazi. Jamani, kinatengenezwa kuanzia sasa. Hata kama ulikuwa umeshashindwa huku nyuma, kuanzia leo na kuendelea, hebu muombe Mungu kwamba Bwana, ninatamani kutengeneza mtoto wa thamani kubwa. Mtoto ambao ana uwezo wa kutawala hisia zake, mtoto mwenye uwezo wa kujifunza neno lako, mtoto mwenye kukupenda, mtoto mwenye kutawala tamaa za mwili na kawaida mbalimbali. Ndio watoto wa thamani ambao Mungu anawatamani aone kanisa la Msangalale, hasa wazazi wa Msangalale, wakiwa wamepiga hatua mbele zaidi kutengeneza watoto ambao walikuwa kama Yohana Mbatizaji au yule Yosia, ambao watasimama na kuipeperusha bendera ya Kristo katika ulimwengu huu wenye dhambi.
Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Najua jukumu hili ni kubwa sana kwenu, na kuna muda majaribu ni mengi na ni magumu. Kutengeneza mtoto wa thamani sio jambo lele mama, ni jambo ambalo linahitaji kujikana nafsi kwako wewe mzazi, lakini pia kuna muda mwingine pasipo kumwonea huruma hata huyo mtoto ambao unamtengeneza kuwa wa thamani. Hebu nafikiria kuhusiana na Yohana Mbatizaji. Hebu fikiria, tuvuta picha. Mbatizaji anasema mimi mama, labda anaambiwa, navuta picha kwamba anawaambia wazazi wake, mama mimi nataka, hebu tuweke walisia kwamba Yohana Mbatizaji amezaliwa katika kizazi chetu, kizazi cha teknolojia, alafu kimezungukwa na teknolojia kila muda. Hebu tuangalie Yohana Mbatizaji akiamka asubuhi, anawasha television, anakimbilia kwenye katuni maalumu ambayo inaitwa maarufu inajulikana kama Nickelodeon, anaenda kwenye Fair Tales, anaangalia. Hebu fikiria Yohana Mbatizaji, angeweza vipi Yohana huyu akipingwa na wale makuhani na mafarisayo? Yohana Mbatizaji angeweza vipi kustahimili mkiki huo kama angekuwa hajafundishwa vizuri? Kufundishwa kwake vizuri kulimfanya aweze kuyamudu mambo haya. Kwa hiyo mtoto wako mfundishe vyema, mtengeneze kuwa wa thamani. Na sisi walimu kwa ujumla tuna umoja wetu, kwa sababu tumeitwa na Kristo Yesu tumtumikie. Hawa watoto ambao Bwana amewapatia nyewe wazazi, ambao amewaamini, baada ya kuwa mmewalisha neno, mmewafanya kuwa wa thamani, wakija kwetu na sisi tunaweka maarifa, tunawatia moyo, tunawaongoza kwenda kwa Kristo, na hatimaye wanakuwa vitu vya thamani. Haleluya, watu wa Mungu. Basi Mungu awabariki sana mchana huu wa leo. Itafakarini somo hilo na mkatengeneze vitu vilivyokuwa vya thamani. Bwana alibariki somo lake kupitia jina Yesu Kristo. Amina.